Aidha niseme kuwa hoja zote tutaziandalia maandishi na kuziwasilisha kwenye ofisi yako kwa ajili ya rejea yako Mheshimiwa Spika. Hoja ya kwanza Mheshimiwa Spika, iliyozungumzwa kwa nguvu sana na waheshimiwa wabunge ni mradi wa LNG. Mheshimiwa Spika, mradi wa LNG umeanza kusemwa kwa muda mrefu, na kila mmoja angetamani mradi ule ukamilike jana. Lakini Mheshimiwa Spika, mradi huu pamoja na kuanza muda mrefu, lazima tukubaliane kuwa lazima tujadiliane ili tupate kilicho bora. Tunatamani mradi huo uwepo, lakini majadiliano haya ni lazima yatupe tija. Mtakumbuka hapo nyuma Mheshimiwa Spika, serikali baada ya kukamilisha majadiliano awamu ya kwanza ilirudisha majadiliano hayo kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kupata maoni. Mheshimiwa Spika, baada ya kupita kwa mwanasheria mkuu wa serikali, ukweli ni kwamba kuna maeneo mengi ambayo yalikuwa yanahitaji kufanywa kazi zaidi ili kupata mkataba ulio mzuri zaidi. Mheshimiwa Spika, leo tunaweza tukasema kwamba mradi huo uanze, lakini nataka niseme kwamba mkataba ulio mzuri leo, kesho unaweza kuwa mkataba mbaya. Nchi hii ina historia ya kupita kwenye mikataba hiyo inayolalamikiwa. Tumejifunza mengi kwa safari toka tumeanza extractive kwenye nchi yetu. Yako mambo na maeneo kadhaa ambayo ni lazima yafanywe kazi kabla ya mkataba huo kusainiwa. Nachotaka kuhakikishia Mheshimiwa Spika kuwa serikali pamoja na wawekezaji, timu zinaendelea na majadiliano ili kuondoa changamoto zilizopo ambazo zimebaki chache sana, na tunatarajia kuwa ndani ya mwaka huu 2025 kama tutakuwa tumemaliza mambo matatu yaliyosalia, ninataka nikuhakikishie kuwa Mheshimiwa Spika, mkataba huo utasainiwa na mradi huo uanze mara moja. Kwa hiyo wito wangu kwa waheshimiwa wabunge, naomba mtupe muda. Naomba mtupe muda. Tunajua kuwa hili jambo linahitajika kwanza kwa uchumi wa nchi yetu, lakini kwa maendeleo ya watu wa mikoa ya kusini ambako gesi ipo. Mheshimiwa Spika, ingekuwa ajabu sana siku moja tuingie mkataba, tumekubaliana na mwekezaji, ndani ya mkataba ule mwekezaji au ameruhusiwa local content ya Tanzania isitumike. Hakuna mtu angetuelewa. Hakuna mtu angetuelewa kwamba bima zote ambazo zinatakiwa kukava huu mradi zote zitoke nje ya nchi bila ushiriki wa Watanzania. Hakuna mtu ambaye angetuelewa kwamba tutachimba gesi lakini domestic gas, yani gesi ya matumizi ya ndani, iwe angalau 3%. Hakuna mtu angetuelewa. Kwa yako mambo mengi ya kiuchumi na ya kisheria ambayo tunayapitia, na jambo la kutia moyo Mheshimiwa Spika ni kwamba wawekezaji wetu hawa tumekubaliana mengi sana, yaliyobaki ni machache, na hivi ninavyozungumza timu zetu zipo Arusha zinaendelea na hayo majadiliano. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati ananiteua kuwa waziri wa nishati hii aliniambia angetamani sana kuona mradi huu unakamilika kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Nataka nirudie hilo. Mwenye kiu namba moja ya kuona mradi huu unakamilika ni yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wa Mtwara na wa Tanzania pamoja na watu wa Lindi, naomba tuwe na subira. Tunahitaji kilicho bora. Tusingefaa leo tupitishe mkataba, baada tu ya kupitisha mkataba tuanze kujitetea tena kwa miaka yote, maisha yote mpaka mkataba uishi. Tuna mikataba mingi mnaifahamu tuliyopitia ambayo ilikuwepo baada ya kuwa imefungwa, ina maisha ya miaka 20, huwezi kuivunja. Tumebaki kulalamikiana humu ndani, kuunda kamati na kadhalika, lakini mkataba upo. Makosa ambayo tuliwahi kuyafanya huko nyuma, nafikiri ni muda mwafaka sasa kuyarekebisha na kupata kilicho bora zaidi. Mheshimiwa Spika, hoja ya pili iliyozungumzwa ni ongezeko la vituo vya mafuta vinavyojengwa karibu